Mimi nawauliza kwa unyenyekevu ya kwamba tushirikiane na tufanye kazi kwa pamoja. Tusikubali kugawanywa kwa misingi ya dini ama kabila, tusikubali mambo ya chuki. Tuwe na umoja, kwa sababu Biblia inatuambia ya kwamba pale penye umoja, kwa Zaburi 133 mstari wa 1 na 3, nasema ni vizuri sana ndugu wakiishi kwa umoja, kwa sababu pale kwenye umoja Mungu anaamurisha baraka. If we want our nation to be truly blessed, we must work together in unity. Na mimi nataka niwahakikishie maombi yangu na ile bidii nitafanya kama kiongozi wa taifa hii ni kuhakikisha ya kwamba tunaondoa chuki, tunaondoa ukabila, tunawaweka Wakenya wote pamoja. Ndio sababu mimi niliunda serikali ya broad based, kuondoa ubaguzi, kuondoa chuki, kuondoa ukabila, tuweke Wakenya wote pamoja. Na ni maombi yangu na bidii yangu kwamba mwaka ujao sisi wote tutapiga kura kwa amani na tutapiga kura pamoja. Hata wale tulishindana na wao 2022, hii 2027, kwa mapenzi ya Mungu tutapiga kura pamoja, ndio tulete taifa letu iwe moja.